Ndugu watu wenye ulemavu wanashawishi, ni watu wazuri sana kwenye uchangiaji wa damu salama. Cha msingi ni uhamasishaji. Kwa mfano mimi, ndugu mwandishi wa habari, nimeanza kuchangia damu maana mimi ni miongoni mwa wasiona tuliosoma mission. Mimi nilisoma mission moja iliyoko pale Irente, Lushoto, Tanga. Wakati huo niliwahi kusoma kitabu kimoja kinasema hivi, wanasema alitoa damu, alimwaga nafsi yake akatoa damu kwa ajili ya watu wa dunia. Sasa kama yule bwana aliweza kuitoa damu ikasaidia watu duniani, kwa nini wewe usijitolee kusaidia watu walioko mahospitalini? Tena sadaka ambayo ni sadaka tujalia, unamsaidia mtu usiyemjua. Yaani unapata thawabu kubwa zaidi kuliko umsaidie bwana mwandishi, bwana John pale, umsaidie mwandishi wangu bwana nani pale, kwa bwana Shekigenda, bwana leo mimi naomba unisaidie. Ile thawabu yako inapungua. Lakini wewe unamchangia mtu ambaye humjui. Sana sana kwa mfano sisi tusiona, ambao kwa mfano kama mimi damu hii ninayotoa, si ajabu tutakapofufuliwa siku ile ya kiyama, wale watakaowekewa damu hii tutaonana mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba bwana Shekigenda, damu yako uliotoa mimi ndio niliowekewa. Kwa hiyo inawezekana nikaenda peponi. Sisemi kwamba nitaenda, inawezekana naweza nikaenda peponi kutokana na sadaka hii ya sadaka tujalia ambayo ninaifanya katika taasisi ya JAI nchini Tanzania. Kwa hiyo nilikuwa nawaasa wenzangu watu wenye ulemavu wajitokeze, kwa sababu hawa watu, sisemi kwamba labda maeneo fulani wanatusaidia sana. Sisi wanapotusaidia tunatakiwa turudishe nini? Turudishe fadhila kwao. Naona bwana.